Mada yetu ambayo tulikuwa nayo ambayo ilikuwa about na anaweza kukumbuka tulifika wapi wakati tulipoanza. Tulifanya introduction ilikuwa kuhusu nini? Kuhusu ukombozi. God bless you. Tukasema kwamba tuko na nia ama tuko na ukombozi mara 4. Tuko na ukombozi mara 4. Ukombozi wa kwanza ilikuwa ni yes. Ingine bali nyuma mateso ya mwisho. Amina. Tukasema hatutazingatia zile lesson tuliyosoma zote, tuliyotaja type za ukombozi, maana tukianza inaweza chukua muda, but lengo letu lilikuwa ya kwamba tukaweze kufika upande wa tukaweze kupata ukombozi kutoka kwa shetani. Ukombozi huu, hiyo ndio tulikuwa nataka tukaweze kujua, na tukasema kwamba anayeweza kukomboa ni Yesu Kristo peke yake, ambaye ako na uwezo wa kukomboa. Watu wengi wanapotea mahali pale wanapofika kwamba ni ukombozi, na wakati Bwana ameamua kwamba anataka kukomboe, mpendwa, atasimama nawe na atakutoa katika mikononi zile ambaye ameona za uharibifu. Kwa hivyo leo kwa ajili ile wakati nataka tu tukaweze kuenenda kwa haraka, tukaweze kujua kwamba tulikuwa nataka tukaweze kusimama katika kukombolewa kutoka kwa shetani, na tukasoma vitabu kadhaa ambaye sitataka kurudia. Kwa hivyo siku ya leo tutaendeleza somo hili ambaye tutafocus katika kukombolewa katika shetani. So kitu ambayo tutaangalia, tutaanza tu kupata kitabu ambaye kitabu cha Wakorintho wa kwanza 6 mstari wa 19 hadi 20. Tukapate pale tukaweze kupata hilo, alafu tuendelee vile tunavyo Bwana vile anavyotaka. Tunasoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 6 kuanzia 19 hadi 20. Yes. Neno la Bwana linasema, au hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mulipewa na Mungu, wala nyinyi si mali yenu wenyewe, maana mulinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Amina. Bwana apewe sifa. Amen. Plani ya Mungu katika maisha yetu ilikuwa ya kwamba miili hii ikawe hekalu la Bwana, yaani ikawe miili hii iwe takatifu kila wakati. Ni kwa ajili naye shetani akufurahia hiyo jambo, akajua kwamba wakati mwanadamu atatengeneza mwili wake kuwa hekalu, ataona ushindi wa Bwana. Kwa hivyo akakuja na another design ambaye anaweza kuomba mwanadamu akatoke katika ile mwili akafuate ya shetani. Haleluya. Lakini mapenzi ya Bwana ni kwamba miili zetu zikawe hekalu ya Bwana. So shetani atafuta vile anaweza chukua that position, ili mwanadamu asije akaione yale mazuri ambaye Bwana alikuwa anataka maisha ya mwanadamu akaweze kukaa. So akamtoa katika njia na akachukua ile nafasi
anayeweza kukomboa katika ukombozi ule ambao tulizungumzia bila Yesu Kristo ni ngumu. Unaweza kimbia uende kwa mganga, unaweza kimbia ukaambiwa kwamba kuja uende mahali fulani, unaweza ukasema wacha uingie kona fulani upate, hautakombolewa, utarimeni tu pale pale. Juzi nikapata mama mmoja akasema kwamba alienda mahali katika uombezi akapata kwamba mahali pale ameambiwa kuna kitambaa kitakatwa aende naye. Asubuhi inapofika atoe nyuzi moja aweke kwa mdomo akule. Hiyo atakuwa ametakasa, hiyo siku itakuwa nzuri. So akiamuka kazi yake ni kukumbuka ya kwamba atatoa ile nyuzi katika hiyo kitambaa akaweze kukula ili akaweze kuwa na siku njema kwa hiyo siku. Haleluya. Ambaye ni upotevu. Unaweza ukafanya hivyo lakini bado wewe ni mfungwa. Lakini huyu mtu atakudanganya kwamba kuja ukifanya hivyo utakombolewa. Sio kukombolewa. Yesu Kristo peke yake ndiyo anayeweza kukomboa. Haleluya. Kwa hivyo shetani wakati alitafuta mbinu, maana hapo ndio nasema tukaweze kuendeleza. Shetani, how demons gain to access to human being. Vile shetani anatafuta kuingia katika maisha ya mwanadamu. Haleluya. Hawezi akaingia tu, lazima awe na structure ile ya kuingia, ya kuattack, ili akaweze kutoa kile Mungu aliweka. Sio rahisi, lakini itakuwa rahisi kama hauko na Yesu Kristo. So anapata upenyo, anaingia, anaanza kukuangamiza, anaanza kukutesa, anaanza kukufinya. Ni kwa ajili haujakuwa na Yesu Kristo. Bwana apewe sifa. Lakini wakati ukiwa ndani ya Yesu Kristo, hana nafasi ya kukufikia mpaka akaweze kuweka mikakati ili akaweze akakufikia. Otherwise hawezi ukiwa ndani ya Yesu Kristo. Bwana apewe sifa. So tukaweze kupata kwamba shetani lazima akifika kwako kuna kitu umelaki Yesu Kristo. Maana kuna jambo moja ambalo mtumishi alisema hapa, kulikuwa na sababu mikono ya Yesu iliyokaa hivi, kulikuwa na sababu msalabani hivi. Watu wanaweza ona ni kawaida, lakini ilikuwa na makusudi. Wakati Yesu alikalisha hizo mikono, alikuwa anakaribisha kila mtu, kila kabila kifuani kwake, ya kwamba wakati utakayemsogea basi hautaona adui ama shetani karibu na wewe. So shetani anapata nafasi wakati tuko mbali na Yesu Kristo, lakini ukiwa karibu hana nafasi yoyote anaweza akakaribia. Bwana apewe sifa. Amen. Tutasoma katika kitabu Mhubiri. Tukasoma Mhubiri 10 mstari wa 8. Alafu mwingine na atafungua Methali. Mwingine naye atafungua Hesabu 23 mstari wa 8. Mwingine atafungua Methali 22. Tuanzie kwa Mhubiri 10 mstari wa 8. Soma pale. Inasema, Yes. Mwenye kuchimba shimo atatumbukia ndani yake. Na yeye abomoaye boma, nyoka atamvuma. Yes. Atamuuma. Yes. Asante.
aliyepata. Methali 26:2. Methali 26:2. Hebu soma pale. Inasema kama shomoro katika kutangatanga kwake, na kama mbayumbayu katika kuruka kwake, kadhalika laana isiyo na sababu haimpigi mtu. Amina. Hesabu 23:8. Hesabu twende kwa haraka, soma maana tumaliza. Inasema yes. Nimlaanije yeye ambaye Mungu hakumlaani? Nimshutumje yeye ambaye Bwana hakumshutumu? Amen. Haleluya. Bwana apewe sifa. Ukiangalia makusudi ya Mungu katika maisha ya mwanadamu, hakutaka mwanadamu akaweze kuingia katika mashaka yoyote, lakini ni mbinu tu ya Shetani. Alitafuta mbinu vile atakayefikia mwanadamu, akaanza kumtesa. Lakini ikipata wewe umesimama katika Yesu, basi inaonyesha kwamba Shetani ana access kukufikia. Shetani atakuwa tu access kukufikia wakati ambapo uko mbali na Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Wakati utaamua kwamba utaingia ndani ya Yesu na ukae ndani ya Yesu, hana nafasi, hana access kukufikia. So ni sisi tu tunafanya mistake wakati tunaachilia Shetani nafasi, ni kwa ajili tumekaa mbali na Yesu Kristo. Lakini wakati tutatembea na Yesu Kristo, ana nafasi. Hata kama atapata ile nafasi, Yesu ako tayari kumzuia, hata kumwangamiza. Nguvu hizi Bwana ako nazo. Haleluya. Kwa hivyo wapendwa, tufahamu vizuri, wakati tumeokoka, wakati tutamaanisha kutembea na Yesu Kristo na kukaa ndani ya Yesu Kristo, hakuna silaha yoyote ambayo Shetani atakuja naye akaweze kukufikia. Haleluya. Siri ni kukaa ndani ya Yesu na kushika Yesu Kristo. Hii ndiyo itafanya kwamba hakuna lolote litakaye kufikia ambayo litatoka kando katika mikononi mwa Shetani likaweze kufikia. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo wapendwa, ni vyema tunapoingia katika wokovu, hatukuji tu pale ya kwamba wacha nikaseme ya kwamba Yesu ni Bwana nitakuwa niko salama. No, kuna hatua ambayo unachukua ya kwamba ukamaanisha ukaingia ndani ya Yesu na ukakatatia pale, ukaseme hapa sitoki, maana hapo ndio kuna usalama wako. Haleluya. Lakini ukiwa nje ya Yesu Kristo, Shetani hako tayari kukuangamiza. Hiyo ndio mlango ambapo umefungua ya kwamba Shetani atakuchukua uwe chombo chake cha kutenda mabaya, because wewe mwenyewe ndio umefungua mlango. Haleluya. Lakini sio mapenzi ya Bwana, ni mapenzi ya Shetani mwovu ambaye anatafuta, anatembea. Biblia inasema kwamba anatembea akiguruma kama simba, akapate mtu akammeze. Na anapata, kama atapata ukiwa ndani ya Yesu atakupata. Akipata ukiwa nje ya Yesu Kristo, mlango imefunguka, anaanza kushangilia akijua hii ndiyo itakuwa silaha yangu ya kutumia kutenda mabaya. Haleluya. Amen. Kwa hivyo wapendwa, wacha tuzingatie uokovu na tuzame katika uokovu ili tukaone uzuri wa Bwana na tukaone uokovu. Haleluya. Maana vile tumepata kwamba Shetani anapata tu authority kutoka kwa mtu binafsi, anapata tu access
anaachana na Yesu Kristo na kufuata njia yake, shetani anafurahia, anajua kwamba hapa huyu ni wangu tayari. So anachukua nafasi, anaingia, anaanza kukutumia kuwa chombo chake kwa kutenda mabaya. Haleluya. Amen. So wacha tuangalie vitu ambavyo vinafanya kwamba tukaweze kunasika katika mitego ya Ibilisi, vile ambavyo vinafanya tunaingia kukosa kujua, vile ambavyo vinafanya tunafinyika kukosa kujua. Wakati unapoingia uwezi ufahamu, lakini baadaye unakuja kujua kwamba kuna kitu ambapo ilifanya ukaingia katika hiyo mtego. Haleluya. Kitu ya kwanza ni covenant, maagano. Maagano ni agreement ya watu wawili ama more than. Ni agreement. So kupitia kwa hii agreement imefanya kwamba shetani anapata access katika maisha ya mwanadamu. Maana kuna maagano ingine ambayo wakati unapofanya wewe hujui kwamba itakuaffect kule kama utazingatia. So wakati utaachana na ile maagano, shetani anapata access kukufikia, maana anajua kwamba hapa kama huyu ameruka hii agano, basi nitamwataka. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo kitu ya kwanza ni maagano ambayo inafanya watu wakaingia katika mtego. Kwa hivyo kuna type kadhaa za maagano ambayo hatutazungumzia, lakini nataka tu tukaweze kulenga mjue kwamba maagano ndio kitu ambapo inafanya access, shetani apate access kufikia mwanadamu. Maagano ya kwanza ni blood ya blood, damu. Maagano ya damu ambayo utaenda kitabu katika hapo tutasoma, wacha tusome. Hebu enda Genesis. Sitaki tufuruke hapo mahali, maana naona ikiwa ya muhimu. Turudi kwa Genesis ndio tuelewe kwamba hii maagano tunayozungumzia ni nini. Maana tukienda bila kuelewa ni ngumu. Genesis 17, hebu soma 10 hadi 11. Hadi 10. Soma Genesis 17 10 hadi 12. Genesis 17 inasema, yes, hili ndilo agano langu utakalolishika kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako. Kila mwanamume wa kiume atatahiriwa. Yes. Endelea. Mtahiriwa nyama ya govi yenu, na jambo hilo litakuwa ishara ya agano kati ya mimi na nyinyi. Mtoto wa siku 8 atatahiriwa kwenu, kila mwanaume katika vizazi vyenu, mzaliwa nyumbani na mnunuliwa kwa fedha, kila mgeni asiyekuwa wa uzao wako. Amen. Amina. Enda katika Wakorintho wa kwanza 11 25 26. Ndio wa kwanza inasema, yes, na vivi hivi baada ya kula akakitoa kikombe akasema, kikombe hiki ni agano jipya kati ya damu yangu. Fanyeni hivi kila muonywapo, yeah, kwa ukumbusho wangu. Yeah. Maana kila mlapo mkate huu na kukinywa kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Yes.
Amina. Bwana apewe sifa. Agano hili liko na uzito katika maisha ya mwanadamu, kama anaweza elewa. Kuna wakati mwingine mtumishi wa Bwana waga anaandaa hapa meza, na wakati anapoandaa meza haileti effect katika maisha yetu, maana atachukua kwamba this is agano, ambapo hiyo siku waga is a new covenant, maisha mapya unaanza. So unapata kitu hii hata kinapoandaliwa hapa, sisi wa Kristo atuchukue kwamba ni maagano ambapo tunatengeneza na Bwana, ama ni safari mpya ambapo tunaanza. Haleluya. So utapata kwamba tunakuja kwa hiyo meza, tunaikula na tunaikunywa, lakini haileti effect because hatukuzingatia kwamba ni maagano tunafanya na Mungu wetu. Haleluya. So utapata kwamba hata kama atasimama hapa akasema kwamba kanisa likaweze kubarikiwa, watu wakaweze kuinuliwa, sio wote watakainuliwa kupitia kwa hiyo kikombe, because hawakufahamu ya kwamba the new journey tunaanza sasa na Mungu wetu. Haleluya. That's why inasema kwamba fanyeni hivi kila siku. Lakini sisi huanga tunafanya wakati ambapo tuko na sherehe fulani ama kitu fulani, lakini kitabu inasema fanyeni hivi kila siku, kila siku. Bwana apewe sifa. Bwana alikuwa anajua ya kwamba kama watu watafahamu ya kwamba hii kitu wakitenda kuna kitu katika maisha yao, na hii inaweza fanya shetani apate access kufikia wewe. Usione mesa hii inaandaliwa hapo uichukue kawaida. Unaweza ichukulia kawaida, kumbe umefungua mlango wa shetani kudili na wewe katika uokofu wako. Haleluya. Lakini kama utatambua kwamba this is the new journey katika uokofu wako, then shetani atakaa mbali na wewe, because umefahamu ya kwamba ni nini unafanya. Maybe wala tunafanya na watu wanaona it's a drama. Hata kuna waamini wengine hawajafahamu, hawajui ya kwamba uanga tuna renew our strength through that agano. Haleluya. So tunaanza na nguvu mpya. Bwana ataanza kuachilia katika safari ya wokovu. Haleluya. Katika Genesis, hii ilikuwa kule zamani ambayo ilikuwa inatumika kuonyesha kwamba hii ni agano ambapo Mungu aliweka, na hii inafanya hata generation ya saa hii inaendelea nayo, lakini kuna ingine inaendelea katika njia ya upotevu. Ni kwa ajili hawakujua kwamba wakati waliposema neno hili tunataka tuende naye katika njia gani, iliingia katika njia nyingine ambayo sio ya kiungu, ambayo tayari tena inaenda ikaangamiza watu kukosa kujua, because waliingia ndio walipata hiyo maandiko, lakini hawakujua kwamba Mungu alikuwa anamaanisha nini. So unapata waliingia na kifua kiwango kwamba ni njia ya upotevu. Haleluya. Amen. So unapata shetani anapata nafasi maisha ya watoto hao ambao wamepita katika hiyo njia. Shetani anaingilia kati, inageuza kwa ajili wameruka yale maagano. Shetani anaingilia ndani, amepata access, anageuza future ya huyu mtoto inaenda katika njia nyingine, lakini wanga wafahamu. Ni wachache sana wa Kristo ambao wanaweza fahamu jambo hili. Haleluya. Bwana apewe sifa. Tunapoendelea, kuna agano la amani. Agano la amani hilo hatuzungumzii kwa saa hii, lakini lipo. Kuna agano la marriage. Hiyo nani imepoteza watu wengi, na hakuna yule ile utazungumzia ile Waturuki. Hebu soma Malaki 2:14.
hiyo tutaizungumzia, maana tena ndiyo kitu kingine ambayo shetani alipata nafasi, anaangamiza watu, hata ndoa hazina amani. Ni kwa ajili kuna kitu ambapo ilikuwa behind, hatukuzingatia. So hii kitu inakula. Ukiangalia ndoa mingi, ukiangalia jamii mingi, kuna uwezekano ya kwamba jamii inateseka ni kwa ajili ya maagano ambapo ilitendeka na hawakuelewa, hawakujua. Hebu soma mahali hapa kwa haraka, 2:14. Kitabu ni cha Mala. Yes. 2:14. Neno la Bwana linasema, lakini nyinyi mwasema, ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Bwana amekuwa shahidi kati ya wewe na mke wa ujana wako, yes, uliyemtenda mambo ya hiana, yeah, ingawa yeye ni mwenzako na mke wa agano lako. Amina. Bwana apewe sifa. So, utapata hiyo kitu imekuwa fiche katika maisha ya Mkristo, na hii ndio kuna wakati askofu alikuwa anatufundisha wakati tulikuwa katika couples, na hii kitu alizungumzia, lakini watu hawakushika vile alikuwa anazungumzia, na akatutuma kwamba akasema, nendeni mkafanye research, mkatafute wale ambapo mlikosea, mkaombe msamaha. Hiyo ndio ilikuwa kufunguliwa, maana in the real sense mke wako ujanani, yule ambapo ulikutana naye the first time, huyo ndio mtu ambapo unahesabiwa ni mke wako. Maana wakati ulipokutana naye, kile uliyomnenea, Mungu aliweka shahidi, akaweka muhuri. Haleluya. So akajua kwamba mafu yako ni hii. We hata ukitakatanga uruke uende kwa ile, kuna ile ambapo Bwana aliweka muhuri. Haleluya. Bila toba na kulia mbele za Bwana, mpendwa, na kuambia sio rahisi kutoka katika ile agano. Ndoa yako inaweza ikateseka, lakini haiteseki tu ni kwa ajili ya kutambua kuna mahali ambapo uliangukia, mahali ambapo unastahili ukatubu, mahali ambapo unastahili ukalie, ili Bwana akaweza akakurehemu, akakurudisha katika njia. Maana wakati ulipokutana na huyu, ulinena mambo mazito na Mungu akaweka muhuri. Maana huyu ndiye alikuwa ukana na Mungu akaweka muhuri na huyu. Haleluya. Huyu wa pili, my friend, bila toba, bila kulia Bwana, hauwezi ona amani mpaka ukalilie Bwana, kuingia katika toba. Bwana apewe sifa. So, kuna mambo mengi mpendo, inapofika katika toba, unastahili ukatafakari maisha yako kupana. Wacha tu kuangalia hapa. Unastahili ukaanze kulia Bwana, ukatupu hizi vitu zikarudi nyuma, ili ukaweze kukombolewa katika agano kama hili. Bwana apewe sifa. So sitaruka mahali pale. Ingine ambayo utaongeza pale ni mil covenant, ambayo unaweza pata katika kitabu ya Zaburi 106 mstari wa 20. Ya amani utatafuta katika ya Job 9:14 mpaka 15. Amani covenant. Haleluya. Amen. Kwa hivyo tumepata hizo vipengele kadhaa ambayo tunataka tukaweza kuzungumzia. Hilo ndio kitu ambapo shetani anapata nafasi na anaanza kutuangamiza tukienda katika maisha yetu, kukosa kujua. Hizo ndio milango ambapo usipofunga, basi utapata kwamba maisha yako utaona ikiwa ngumu, because shetani alipanda na akaingia akatawala. Uko katika wokovu, lakini haukufunga mlango ambayo shetani anaingilia. Uliacha hiyo mlango ikiwa wazi, kwa hivyo hapo access kufikia kwa ile mlango. Haleluya. Basi twende
tuende kwa haraka kwa ajili ya wakati. Nataka tu tukaweze kufika mahali pale ambapo tunazungumzia laana. Laana hii nasema kwamba inakuja because of covenant hii ambayo tunazungumzia. Wakati ambapo tunaruka that covenant, basi ndio laana inapata mwanadamu. Wakati ambapo tumekosa kuzingatia mambo ingine, hapo ndio laana inaruka, inapata mlango, tunaingia katika laana. Haleluya. Kwa hivyo laana hii nataka tu nikapende, maana sikuwa nataka, ni kitu tu nataka nifanye briefly, tutaendelea baadaye kwa ajili ya wakati. Haleluya. Laana hii, kwa nini nisema kwamba ndio njia ambayo shetani anapata mlango wa kuingilia? Wakati tunapofanya maagano, Mungu naye anaweka muhuri, na wakati unaporuka Mungu kwa ajili, wakati ulifanya Mungu aliweka muhuri. Wakati unapotoka katika hiyo maagano, Mungu anasonga mbali na wewe, maana hiyo maagano ambayo aliweka na wewe imetokana. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo unapokea kitu ambacho inaitwa laana. Bwana apewe sifa. Haleluya. Laana. Kwa ajili ya wakati, please niruhusu tu nikaweze kufika mahali pale. Tutaendelea pale Bwana akijalia. Thank you mtumishi.